Hakika ni kishindo, kwa sababu mara ya mwisho tumeona kitu kama hichi ilikuwa wakati mwaka 1984 wakati Abu Jumbe alipojuzuru nyadhifa zake zote Dodoma. Ile sasa hivi ni zito vile vile, naweza kuwa kubwa kushinda la Abu Jumbe. Naam. Ili sasa ukitazama ile barua ambayo imesambaa kwenye kijamii, ukipitia kwa jicho la ukonyeza gizani kwenye nyinyi wagombezi wa mambo, inatuma ujumbe gani kwa Chama cha Mapinduzi? Naogopa hata kusema kwa sababu lazima tuweke staha, lakini hakuna mtu ambaye anaweza kusoma barua ile na akasema hakika hii ndio kwenye dhati ya nafsi yake. Yako mengi yamepita kabla mpaka kufikia hapa leo kuwa anajiuzuru, na kwa kipindi na cha kusikitisha ni kuwa imekwenda anajiuzuru, barua imekwenda moja kwa moja kwenye mtandao. Kidogo inakuwa inatia kwa kasi. Ilitaka sisi tutaarifiwe na serikali yenyewe na chama, lakini kuisoma kwenye mtandao kidogo. Wengi wamenipigia simu na nikawaambia, nyinyi mnaamini mitandao hii? Isiwe ni fake news alafu tutafedheka sisi. Hii ndio hali ya mambo yalivyo hivi sasa. Bado serikali inatoa taarifa yake rasmi kusema na hili ambalo ndio hilo ninakwambia, imekaa kimya. Ingawa BBC wanasema vyanzo. Naam. Endapo Rais Dr. Samia akipokea barua hii kama kweli ipo kwenye meza yake na kukataa ombi lake la kujiuzulu, tumtegemee kuendelea kuwa makamu wa rais baada ya Septemba 4? Kwa sababu ya mambo ambayo yametokea mpaka yeye kufikia hapo. Sasa maki wala sitaji mimi kujibu, hata wewe jibu nalo. Ikiwa hali ndio hii na mambo mengi yamepita nyuma hapo, tusijifanye kama hatujui, tunajua. Unajua siasa za Tanzania zimebadilika sana. Nadhani labda demokrasia imepanuka zaidi. Watu wanasema, mitandao inasema, mimi na wewe kama hivi tuko hapa tunajadili, ingawa hata wao wenyewe sasa hivi wako kimya. Wanatusikiliza sisi tunasema kitu gani. Kwa hiyo kuniambia kwa je, akikataa, wewe unategemea, labda nikuulize wewe, unategemea rais anaweza kukataa? Kwenye hili linatoa picha gani kwenye siasa za Tanzania unazosema? Unajua, nataka nikwambie kitu kimoja. Nitakurudisha kwa Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere hana mfano wewe. Kwanza alikuwa mtu mzima, ingawa alichukua kijana, lakini baadaye amekuwa mtu mzima na serikali ikawa inaongozwa na mtu mzima. Akaja Mwinyi, mtu mzima. Alipokuja Rais Kikwete, kijana. Na unapozungumza na kijana, hata zile adabu nzito unazoa kidogo pembeni, kwa sababu huyu ni makamu yangu, unaweza kumtania au atoka piga naye gonga. Katoka yeye, amekuja Magufuli. Unaweza kusema kijana. Magufuli ndo Allah akamchukua, kaja Mama Samia. Mara kwanza tutapata mwanamke. Alafu kijana. Unaona? Hapo lazima tutakuwa na tofauti. Alafu kitu kimoja, nadhani inabidi tujifunze sisi watu wa bara huku, tujifunze na kuwa na rais kutoka Zanzibar. Tujifunze. Ili nataka somo maalum CCM waliandae kwa viongozi wao na kwa wananchi, kuwajifunze kuwa Zanzibar ni sehemu ya jamhuri, na rais akitoka kule basi tusiwe na ndo haya tunafika hapa sasa. Kwa lugha nyingine nasema kulikuwa kuna mvutano ndani ya chama na serikali kwa viongozi hao waandamizi. Umesema wewe. Hapo nataka mimi nikusaidie. Ndio, mvutano upo, na sasa tunajua mvutano upo. Hata tukataa mvutano upo. Walau kwa kifupi sana, kama hili likienda kutimia, unaiona CCM imara zaidi ama CCM ambayo imegawanyika zaidi kutokana na mvutano hapa na pale? Tulipe muda, lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi nimemsikia mara mbili
Mheshimiwa Nchimbi anazungumza na watu wa CCM mwenyewe, wanachama wake wenyewe, na anatumia neno ujinga. Nimeogopa sana. Nikasema kinatokea nini hapa? Si lugha ambayo unategemea kiongozi wa juu kama yule aseme ujinga kama huo. Si lugha ambazo tumezizoea. Unaweza kumwambia Mwalimu Nyerere ujinga kama huo? Hebu fikiri, lakini nyinyi ni wadogo, haya mambo mnayajui, ndio maana labda unaweza kupata tabu. Sisi tumemwona mwalimu wakati kile kiti. Hakuna mtu anaweza kutumia lugha hiyo. Hakuna. Nadhani umeelewa eh? Mbona unacheka? Mbona au unanicheka mimi bwana? Mbona unacheka? Nimekufurahisha? Kwa lugha zile unazotumia za kukonyeza gizani imeeleweka zaidi. Una uzuri vitu, kila mtu kaona, kila mtu kasikia. Sikawa sema Mohamed umeona wapi wewe? Kila mtu kaona, kila mtu kasikia. Sasa serikali haiwezi kuwa namna hii. Lazima pawe na mabadiliko. Rafiki sana ni Mohamed Said Salum, huyu asante sana, mwana historia nguli na mchambuzi mbobezi wa siasa za Afrika Mashariki pamoja na Tanzania, akizungumza nasi moja kwa moja kuhusiana na sakata hili la waziri mkuu na makamu wa rais Nchimbi, katika barua ambayo imesambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha kwamba tangaza